your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Kiduku dhidi ya Limbani Lano kutoka nchini Malawi. Ngoja tuone itakuwaje usiku huo leo. Kila mmoja akianza kwa kasi katika round hii ya kwanza. Mapema tu anakimbilia kwa polisi. Na sidhani kama hili pambano litamalizika kama lililoisha. Unasemaje Muniru? Huyu bwana ndugu Limba ni bondia ambaye mwenye uwezo wa kuvumilia panchi, lakini hii ni mara ya pili anakuja hapa nyumbani. Pambano lake la mwisho alicheza dhidi ya Lupakisi Oshoti, raia pia wa Tanzania, aliweza pia kumaliza 9 raundi. Kwa hiyo raundi zote zilikuwa raundi 8, aliweza kumaliza raundi zote 8. Kwa hiyo ni bondia ambaye unavomzania na unavomtabilia sivyo ambavyo atakavyokupa katika uhalisia wa kile ambacho wewe unachoweza kufikiria. Lakini ni fight ambayo iliyojitenga kwa namna fulani, licha kwamba ni mabondia ambao wote wakupenda kupigana, lakini kwamba kuna utofauti uliokuwa baina yao. Twa ni bondia ambaye kiasili anatembea zaidi kwa kucheza ndani zaidi, kwa kufanya mashambulizi makali. Sila yake zaidi ni double left hook, lakini pia ni bondia ambaye anatumia head movement nzuri, ila tu kitu ambacho kinachompa changamoto ni uwezo wake wa kupiga ngumi katika usahihi, accuracy imekuwa changamoto kwa upande wa Twa. Lakini kwa upande wa Limba ni bondia ambaye mwenye uwezo wa kuvumilia punch, ni bondia ambaye kiasili wa kupigana, licha kwamba kuna muda anajaribu kubox kama tunavyoona, lakini kwamba si bondia ambaye anajaribu ufundi wa kutosha. Hii kitu imekuwa kimpa changamoto sana, lakini mpaka sasa fight imekuwa yenye kujigawa. Mmoja anapigana kiasili ambaye ni Twa, ambaye ni pressure fighter, na mwingine ana box kidogo katika upande wa kuscore zaidi pointi za ushindi mpinzani wake Limba ambaye ni raia wa Malawi. Naam, hayo ndo maoni ya kwake Munir. Na kwa ufupi tu, Limbani amecheza takribani bauti 27, na katika bauti 27 ameshinda bauti 8 tu, na kati ya hizo 8 ameshinda kwa KO bauti 4, huku akipoteza kwa round KO, huku fight 10 akipoteza na fight moja, akipoteza kwa KO na akisuluhu fight moja tu ama kudraw. Huyo ndo Twaha Kirugo kutoka kule Morogoro, Tanzania. Mashabiki hawa wakiendelea kuanikiza. Limbano bado anakimbilia polisi. Raundi ya pili hiyo imemalizika. Show wa raundi ya pili. Raundi ya tatu hiyo inaelekea. Twaha Kiduku dhidi ya Limbano. Wakati ukiendelea kufuatilia burudani hii ya masumbwe kupitia Wasafi TV, punch ile imeingia. Referee anasema kakati mpigane, onyeshe burudani na sio kukumbatia. Jabu zile katika kuhakikisha anatafuta sehemu ama pati nafasi sahihi ya kushambulia. Faida yenyewe naongea mwenyewe, wewe nipe ofa kidogo. Muniri, tushazoea kwamba Twaha Kiduku anakuwa na mchezo ule wa kufuata mara nyingi. Katika fight hii umeona mabadiliko yoyote au? Mabadiliko ambayo niliyoyaona ni katika raundi hii. Nimeona mfumo wake, jinsi anavyopress kwa kucheza ndani, head movement zimekuwa za tofauti kidogo, mwili wake umekuwa ukibend, kiuno na kichwa vimekuwa vikicheza kwa wakati mmoja. Ameonyesha kichwa tofauti, lakini pia nimeona kuna ngumi light overhand amepiga, naona alivyorudi kwa upande wa masekandi wake au kwa upande wa kocha wake, amejaribu kumuongezea na kumwamsha katika hicho kitu. Lakini kwa upande wa Limbani naona walifanyia homework jinsi ya kucheza na bondia kama Twa.
Twa uaga na struggle aikutana bondia ambao wanaocheza kwa kubox, mabondia ambao wanaotembea. Tuliona pambano lake la mwisho nchini Germany alipocheza na Jürgen Dobstein, alikuwa akicheza kwa kumtembeza, alikuwa akipata changamoto. Dhidi ya Sam Levelem alimchezea kwa kubox kwa kutembea, alipata changamoto. Lakini hata pambano dhidi ya Mohamed Sediara huyu ambaye na Richard Mtangi alimchezea kwa kubox pia, alionekana pia akipata changamoto. Kwa hiyo Limban anacheza hivyo kwa sababu kashajua ni mfumo ambao unamsumbua Twa. Twa kweli anaweza kumudu Limban, lakini sasa ule umbali na ufupi aliokuwa nao, ngumi ambazo anaweza akazipiga ndizo ambazo zinazompa changamoto. Lakini mpaka sasa kidogo naona kuna mabadiliko kidogo ambayo nimeridhika nayo kwa upande wa Twa. Sana sana katika upande wa defense ana bob, kiuno, kichwa vinacheza. Ila tu finishing tu ndio kitu ambacho kilichobakia hapo tu. Anavobend anatakiwa kwamba jinsi anavobend basi aangalie sehemu ambayo anaweza akachia mkono. Light of hand imepigwa, hiyo imefika katika usahihi. Hiyo ndivyo anavyotokea kufanya kwa sababu anacheza bondia ambaye ni mrefu, bondia ambaye mzidi kimo. Out boxer walipiwa kabisa boxer ambao hajaliwa ufundi ndani yake. Angalia jabi yake anavyopiga 1-2 combination, jinsi anavyomwadaa tu, jinsi anavyomwadaa tu, yani hayupo katika mipango ile maalum ya kiuchezaji. Apangi ngumi katika usahihi, ila tu kilichobaki kuwatoa tu kuangalia ni namna gani kwamba anaweza akatumia ngumi zake ambazo zinaweza kufanya finishing katika upande wa mashambulizi yake. Lakini kwa upande wa Twa na kwa jinsi ninavyomuona si knockout artist kwamba ni bondia ambaye anaweza kutengeneza mazingira mazuri ya kupata ushindi kwa matokeo ya knockout, kutokana na umeona ngumi zake amekuwa zenye kujirudia, licha kwamba amekuwa akifanyia homework ile light overhand ambayo kwa namna fulani imekuwa kimletea manufaa, kwa sababu light overhand jinsi unavyonyanyua mkono kwenda juu inakuletea manufaa kwa bondia ambaye ni mrefu. Lakini tu mpaka sasa anajaribu kufanya kile ambacho anachotaka kufanya ili madi aweze kupata matokeo, ila kupressurize, kufanya mashambulizi kwa kasi huko akiharibu mipango ya ngumi za Limban kidogo inaweza kumletea manufaa. Lakini mpaka sasa bado fight imeamua kujitenga, mmoja ana box kwa kucheza kwa kutembea na mwingine anapigana kwa upande wa Twa. Na burudani inaendelea kutokea hapa viwanja vya Posta Kitonyama. Bana Lama anashambulia naye mdogo mdogo. Na Limbano pia anajaribu kumfukuza ili mradi asiruhusu mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa Twaha. Kacheza na Kidunda, lakini pia kacheza na Lupakisio Shoti, mabondia ambao hawa wote ni wa Tanzania. Kwa hiyo ni bondia ambaye kadri round tunavyozidi kwenda ndo anavyozidi kuwa hai katika mashambulizi yake. Kwa hiyo ni bondia ambaye kidogo pia ana uzoefu katika mechi kubwa kama hizi. Unavyomuona kubatia hivyo anamtoa kidogo mchezo anamtoa Twa katika mchezo wake wa asili. Kashajua kwamba Twa yuko hai katika mashambulizi, tayari anahitaji fight. Kwa hiyo kumpatia anajilinda, lakini pia anampunguza yale makali yake ya mashambulizi. Muniri anasema kuwa kumbatia kwake ni miongoni mwa tekniki zake Limbano katika kuhakikisha anapozesha mashambulizi ya mpinzani wake, kama alivyocheza kwa baadhi ya mabondia hapa nchini, wakina Lupakisio Shoti, wakina Kidunda na wakina Dula Mbabe. Ngoja tuendelee kupata burudani kutokea hapa viwanja vya Posta Kitonyama kupitia Wasafi TV na Mafia Online TV. Na nawakumbushe tu watazamaji wa Wasafi TV na Mafia Online TV, unaweza Mafia Promotion wamefungua website yao ya Mafia ama www.mafiaboxingpromotion.co.tz, ambako huko utaweza kupata tiketi za online, utaweza kupata ratiba na matokeo ya mapambano mbalimbali, ikiwemo pambano hili la Knockout ya Mama Phase 4. Huku unaweza ukajipatia vile profile za mabondia mbalimbali pamoja na highlights za kutosha ikiwemo kutokea katika pambano hili. Na kama unataka kudhamini ama kujitangazia biashara yako, ni rahisi tu kujiunga kupitia kwenye hiyo website, kisha utaweza kufanya kile ambacho unataka kujifanyia katika biashara yako.
kupigana watapigana, kama kupigana watapigana, aidha wamezidiwa au labda wanaongoza katika pambano. Kwa hiyo namna ya uchezaji huu au hichi ambacho tunachokiona kitaendelea hivi hivi mpaka raundi ya 8. Yaani hakuna utofauti. Kutokana na Limban tayari gesi au mtungi wake ushatoboka, pumzi imekata. Ana box kule anatembea, lakini kwa mpinzani wake Toa bado yuko hai katika mashambulizi. Kwa hiyo utofauti wa kiuchezaji bado umeonekana ni wa namna moja. Huyu anachojaribu kwamba anacheza kweli kwa kubox kidogo kwa kuingia, lakini kwamba anajaribu pia kusurvive. Tayari fight kama imeelekea kumpalia, lakini kwa upande wa Toa kiasili uchezaji wake, staili yake ni hiyo moja, lakini mpinzani wake ameweza kumudu katika yani kumshika na kumpoza makali, kitu ambacho kinachofanya kama fight ipoe kwa namna fulani. Na mpinzani amefanikiwa tu kumwini kwa kiduku tu kwa kumpoza makali yake kwa kumkumbatia. Hayo ndio maneno ya Munir. Ngoja tuendelee kushuhudia, na amesema kuwa fight itaendelea kuwa hivi mpaka raundi ya 8. Na ukiangalia kwa Toa kiduku kwenye mapambano mengi ndivyo anavyo Limbano muda wote anakumbatia, atafikiri anacheza mduara, na anampa wakati mgumu sana Toa kiduku, na pengine angekutana na bondia ambaye ana maarifa zaidi asingefika kwenye raundi hii ya 8. Au unasemaje Muniri? Kwa mabondia wengine ambao wao kiasili, mabondia ambao wanaopiga ngumi zaidi ya moja, mabondia ambao wanachanganya ngumi katika namna nyingi tofauti, kwa sababu ukimwangalia Toa ngumi zake zimekuwa ni zenye kutabirika zaidi, left hook, double left hook. Kama hiyo kuna muda paka aende kwa masekando wake apewa idea bwana apiga light overhand. Zimekuwa ni ngumi kama za chache, lakini pia zenye kuhesabika, lakini pia udhaifu pia uliokuwepo kwamba azipigi katika ustadi. Lakini kama ingekuwa mabondia wengine mfano kama Selemani Kidunda, yeye fight kwa namna fulani kwamba angeweza kuimaliza, kwa sababu huyu bondia alishakuza naye na aliweza kumaliza. Uzuri Selemani Kidunda uwaga anapiga ngumi nyingi, anapiga combination kuanzia juu mpaka chini, anacheza na kichwa, anacheza na tumbo. Kwa hiyo utofauti uliokuwepo Judge namba 1 Jessica Magembe ametoa point 77 kwa 75, that is 77 to 75. Judge namba 2 Abdalla Neneko ametoa point 80 kwa 72, 80 to 72. Judge namba 3 Ramadhani Jifasto ametoa point 78 kwa 74, 78 to 74. Hence hii ni unanimous decision. Your winner all the way from Morogoro, Tanzania, Twaha Kassim Kiduku. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.